maeneo yetu kuna vijana wizi, kuna vijana walevi. Sawa Skuli pale nimetoka sasa hivi kwa Samia, kuna vijana wanafunzi wanatumia ile double kick. Tulishawashughulikia, wamerudi katika mstari, wako kambini na sasa hivi ndio wanaongoza ile nidhamu ya pale. Wazee wangu wa Jombwe, kila mmoja ataulizwa kwa kile alicho kichunga. Hawa vijana walevi ni vijana wetu. Sheha una wajumbe 12. Nikiona kwamba kuna sheha, kuna mjumbe wa sheha anasimamia waovu hawa, wahalifu hao, mkuu wa wilaya, sheha huyo hafai, huyo mtu tupeleka mapendekezo, tumtoe haraka iwezekanavyo. Na kama kuna mjumbe wa sheha anafanya kazi ya ujumbe wa sheha pahala pana ulevi, hatoi taarifa, hao ndio baadaye wanakuja kutuharibia watoto wetu wadogo, wanakuja kuwadhalilisha watoto. Leo mtoto yuko shule, mzazi hana amani mpaka mtoto arudi, au wengine wanakwenda kumsubiri shule ili afuatane naye kwa usalama wake. Hatuwezi kuishi hivyo. Tumeelewana Kwa hiyo wajumbe wa sheha mliopewa nafasi, hakikisheni mnatoa taarifa. Mimi nazo taarifa nyingi. Najua mheshimiwa mkuu wa wilaya hapa kuna watu wana vioski vya wanapigaga supu kidogo. Anapigiwa simu, bwana kuna nyama ya mbuzi. Si ndivyo? Analetewa mbuzi kwenye kipolo. Kwa nini ulete mbuzi kwenye kipolo wameshachinjwa? Wewe umepata wapi? Analetewa kuku wameshachinjwa. Yeye mwizi na wale wengine wizi. Mheshimiwa mkuu wa wilaya, usimuonee aibu mtu yoyote. Mchukue huyo kama mhalifu, mshughulikie. Hakuna kubembeleza kwenye eneo hili. Eneo hili tukibembeleza, vijana hawa wataharibika wote. Sawa Hatuwezi kuwa na watu wahalifu wanakuja kuifanyia uhalifu kwenye jimbo letu, wanakuja kufanya uhalifu kwenye eneo letu. Hawa watu washughulikiwe mara moja, chukueni hatua. Sawa Simamia hili. Nataka nisikie kwamba hatua hizi na vikundi ovu vyote hivi vinavunjwa haraka iwezekanavyo. Kwa hiyo nimetaka niwaambie wanajombwe, hili jambo tusiliunge mkono, linatuharibia. Tukiliacha hili, kesho yake mtakuta walevi, kina mama wataharibika. Tusimamie, tushirikiane. Ndio maana tumeimarisha sana kwenye masuala mazima ya kidini, kiimani, tunajaribu tuyazungumze, tuwajenge watoto wetu huko vizuri ili tuondoshe haya mambo mabaya. Niko tayari kwa muda wowote kutoa mashirikiano, muda wowote, lakini siko tayari kubeba mzigo usiobebeka. Kama kiongozi wa ngazi yoyote anashiriki katika uhalifu, mimi siko tayari. Mkinipa taarifa nitachukua hatua. Wale walio kwenye mamlaka yangu dakika chache tutamalizana nao. Sina imani na uhalifu wa aina yoyote. Lazima niseme hivyo. Yaani kuwaacha vijana haya akawa maeneo ya kilevi hakiwezekani. Wanajombwe ni watu wakarimu, tusimamie haya, vijana wetu tuwape mazingira mazuri.